bwana, maisha yana changamoto nyingi. Kwa hiyo usishangae kusikia hiki nitakachokuambia hapa na ukakiona kwamba kimekuja kufanyika. Today is the day. Leo tumekwenda kufanya kipindi na bidada ambaye amefahamika kwa jina la Jenny Queen. Jenny Queen alikuwa msanii wa True Music ambaye alifanya vizuri tu kwenye True Music, lakini mwisho wa siku tukashangaa tukamuona kwenye kundi ambayo inabeba sauti ya ndani, tuseme uigizaji. Jenny alitoka kwa True Music akawa ni mwigizaji wa Isha Move. Sasa hivi tumekwenda kupigania story mawili matatu, akatueleza ni kwa nini alitoka True Music na sasa hivi anafanya huku kwa Isha Move. Nikusii tu ili upate mengi zaidi na zaidi, itakubidi utufuatilie, uwe pamoja nasi ili ujue story nzito kabisa kumhusu Jenny. Asante. Hali gani? Fresh. Uko poa? Uko poa. Kwa majina? Kwa majina naitwa Jenny Queen. Jenny Queen. Wow, na macho mazuri. Asante. Okay, Jenny Queen, tunaomba kidogo utuambie Jenny Queen ni nani kwenye umma? Jenny Queen ni nani? Ni mtu tu kawaida kwa wanadamu wote na kwa watu wote. Tumake niko mtu kabisa najiamini na najielewa. Sina ubaya na mtu, mdogo mwenzangu, mkubwa mwenzangu. Jenny Queen, umezaliwa kwenye familia yenye watoto wangapi? Tumezaliwa kwenye familia ya watoto 8. Wangapi? Mimi ni wa pili. Ndio. Okay, umesimama kama dada wa familia, si ndio? Ndio. Okay, Jenny Queen, tunazoea kukuona kwenye kundi la films ambalo linaendeshwa na msanii mkubwa sana hapa kwetu ambaye ni Isha director. Tuambie ilikuwaje mpaka wewe ukakutana na Isha? Isha tumekutana na msibani, akanikubali tu, akaniambia wewe dada nimekupenda. Lakini unajua msibani ni watu, kuna kuaga watu wengi. Haya. Akaniambia tu dada nimekubali. Kwa nini? Eti nimeona tu sura yako na mimi na wewe nyota yangu zimependana. Kwa nikamwambia kwa hapo nifafanue kwa vizuri, sema hapana. Mimi na kundi yangu ya kuigiza. Alafu nataka tu siku moja ndio kwanza ufanye nini? Ndio kwao nitembelee. Siku moja nikaenda nikamtembelea na mimi nikapita nikakubali ile kundi yake na mimi nikapita nikafanya nini? Nikajiunga humo. Yaani kabla ya kuenda kwa Isha au kabla ya kukutana na Isha, ulikuwa unawaza kufanya siku moja kuwa mwigizaji? Ndio, nilikuwa mwimbaji, nilikuwa naimba. True Music, nilikuwa naimba kabisa. Baada ya kutoka, kwanza tuambie, ulisema kwamba ulikuwa naimba True Music. Ilikuwaje ukaenda True Music, na ilikuwaje ukatoka True Music, na ilikuwaje ukaona moja kwa moja ubadili talent utoke kwenye uimbaji na uingie kwenye uigizaji? Tupe hiyo story. Maki na kwaga tu mtu ukishataka, ukishapenda kitu, ukitaka mimi napendaga kile kitu mimi nikifanye. Maki nimependa ila sijasukumwa, nimejipeleka mwenyewe. True Music nikaona acha kwanza nitulize kwa True Music, nimeshavuma sana. Niingie kwanza kwenye masuala ya kuigiza. Ndio hivi sasa hivi nimeshakuwa kwa masuala ya kuigiza. Nikimaliza tu masuala ya kuigiza tena narudi. Maki kama vile tunakuja kutembea kwenye Isha film. Ya kutembea. Okay, Jenny Queen, kwenye True Music uliwahi kuwa mwimbaji kabisa na ukatambulika? Na kama ulikuwa mwimbaji na ukatambulika, ni ngoma ipi ilikutambulisha kwenye True Music? Maana nimeimba ilikuwa ngoma ya uzazi. Lakini video nyingi sikuwa natoa, nilikuwa natoa tu audio. Naweza nikatoa audio, mwingine anakuja anatoa video. Okay, kuna siri kubwa hapo ambayo labda sisi tulikuwa tuijui. Tulikuwa tunajua ngoma zikitolewa True Music tunajua ni wasanii wale wanaohusika kwenye video. Tuambie ni ngoma ipi labda uliingiza audio alafu mtu mwingine akaja akafanya video? Ni ngoma nyingi tu. Wanakuambia ni siri ya nyuma. Kwa sababu unaweza kama vile nasema hapa ni watu tu wanaona. Unaweza kama vile mtu namwaibisha yule mwenzangu mwana mtulesi. Siri kama inaka vile tena kitu siri. Okay, na tuko huku Isha Film. Tusiende sana huko maana ulishasema huko ni asiri. Tuko huku Isha Film. Isha alikuwa na msibani, mkakubaliana, mkapeana namba, akakualika nyumbani kwake, akakualika tuseme kwenye mazoezi, ukaenda kwenye mazoezi ukaona. Na ulikuwa mtu ambaye labda ulikuwa ushakuwa na ujuzi kidogo kuhusu kukaa mbele ya kamera. Kule Isha Films, ulivyokwenda kuwa mgeni, ni changamoto ipi labda ulikutana nayo? Sijapata changamoto yoyote kwa kuigiza kabisa. Maana na tu mambo yote ni kawaida. Ushakufanya filamu ngapi kwa? Sasa hivi nimeshatumika filamu 3. Ndio. Filamu ipi ambayo unaipenda zaidi na unataka ionekane kwa kila mtu? Maana imeshaonekana, sio ionekane, imeshaonekana. Chozi la Mnyonge. Ndio. Chozi la Mnyonge unafikiri kwamba kila mtu aishaiona? Maana wameiona na kila mtu.
Kila mtu kabisa ameiona kambi mzima. Okay. Na kwenye films labda kuna comment zipi ambazo zinakuja kwako za kukutia moyo au za kukuvunja moyo wewe unakutana nazo? Comment hazikosaji kwa sababu sio kila mtu ananipenda na sio kila mtu ananichukia. Kwa sababu kumekuja tu comment nyingi. Sijui kama pale kuweza kuigiza, sijui kama pale umefanya kama vile mtu mwenyewe haujiamini, maana comments zimekuja nyingi. Sasa kimasuala comment usiishi kwa sababu ya watu, ishi kwa sababu wewe mwenyewe. Na pia comment inakuwa inasaidia mtu kutoka kwenye hatua hii na kwenda kwenye hatua nyingine. Wewe kama wewe kwa comment hizo labda za kusema kwamba au kusimama au kuwa comfortable kwenye picha au kuwa comfortable kwenye scene yako, wewe umejifunza nini? Nimejifunza vingi kwa sababu wanakuambia ukikuja kuambiliwa kitu na ndio pale wako unaweza kujiambia itafanana nimekosea sehemu fulani. Ile sehemu walikuja kuniambia nifanye nijifunze. Maana ile maeneo vile mimi nimepita nimejifunza. Acha kwanza kuambiwa na watu kwenye comment. Wewe mwenyewe ulivyoitazama ile movie, uliona ulifanya vizuri haidha vipi? Kuna sehemu nimefanya vizuri lakini kuna nyingine sehemu sijajikubali mwenyewe. Kwa nini sasa? Sijajikubali kwa sababu nimeona tu hapa hii sehemu ningefanya hivi ningetoka vizuri. Lakini nimetumika vizuri lakini sikutumika vizuri jinsi nilitaka. Ile films ilipelekwa kuwa wewe ulikuwa mnyonge zaidi na zaidi. Ni kwa vile unyonge ulitokana na sini au ulitokana labda ulienda kuigiza ulikuwa naumwa? Hapana, umetokana tu na sini kwa jinsi wamenipatia. Okay. Na kule Isha Films kuna kundi yenu ni na watu wangapi tuseme wa kike aidha wa kiume ni wangapi? Siwezi nikajua kama tunawake, mimi najua tu idadi tupo 26. Lakini unajua sime tuko na watu wangapi, tuko wanaume wangapi hapana. Kwa sababu unajua nyumba yenyewe sio ingia wageni, haina baraka. Leo kuna ingia wageni kisha kuna ingia wageni ile muda sema tena nikae na hesabia. Hapana, siwezi. Okay, kuna hii kasumba ambayo inatusumbua sana sisi watoto wa kike wa upande wa huku. Nikisema upande wa huku namaanisha upande wa Kikongomani. Hatuwezi kufanya sanaa ya muziki, hatuwezi kufanya sanaa ya uigizaji maana inakuwa na kasumba ya kusema kwamba ukiwa muigizaji unakuwa ni mtu ambaye uko kinyume na maadili. Na ukifanya labda muziki unakuwa uko kinyume na maadili. Sasa kwako wewe iko vipi? Maana wewe unasema ulitoka True Music sasa hivi uko Isha Films. Kwako wewe iko vipi hiyo kitu? Maana image kitu kiko poa kwa sababu wazazi wangu kwanza tu wanakubaliana nacho, hawajanikatalia. Maana familia kabisa yote imekubaliana. Sijaenda kwa uficho ila nimeomba familia ruhusa. Na wamekuja hapa kwetu wakaongea na familia ndio nikapita nikatoka. Unaona kule uliko wewe kuna labda upotofu wa maadili aidha kuna changamoto yoyote ambayo inaweza kukutoa nje na maadili yako aidha? Hapana. Wanakuambia uigizaji unafunzaga mtu. Na ukiona mtu anapotoka maisha anaenda pembeni kabisa na uigizaji atakuwa ule naye alikuwa kutana na ile akili yake. Lakini uigizaji kabisa ukisema tu usimamie uigizaji vizuri unafunza mtu tena maadili mazuri. Hivi una imani kwamba uigizaji unamfunza mtu maadili mazuri? Wanasema kwamba ukiwa muigizaji kwanza unakuwa una uoga, unakuwa mkosa adabu, unakuwa huko unajisikia kila kitu unakiweza. Unaamini hilo? Hapana. Okay. Jenny, sasa hivi unatuambia kwamba wewe uko huku kama umekuja kutembea. Kwa nini uje kutembea? Wanakuambia nyumbani ni nyumbani. Nasema kutembelea ni sema kutembelea. Naweza nikasema leo vile kwanza True Music nitembelee huko. Tena naweza nikanogeana na True Music. Wasio kama vile mke na mume wenyewe kama walizaa tena mwingine sehemu ndio nikaolewe. Siwezi nikamsoleka kwanza ule mume kwa sababu tumeshazaa. Naweza nikakumbuka ile mapenzi ya zamani na mapenzi ya zamani ndio hivyo. Okay poa. Sasa hapo bado mimi sijaelewa Jenny. Huku wewe ulikuja hauna future na uigizaji au vipi? Tuambie kwanza wazi. Nipo na future na uigizaji. Na maana yake najiamini ndio maana nimetoka True Music nimekuja kuigizaji. Nikiona kabisa hapa uigizaji umenikolea vizuri na nazama hapo hapo. Kwa sababu sio Mungu ana maana sio mimi napenda ila ni Mungu ndo anapenda. Sasa nikataka ni makadi milele nikuwa kuigizaji. Lakini unakuja kutokea sasa hivi Jenny kafariki. Mara Jenny kapooza, mara nini vitu hivi kwa vingi kwa uigizaji. Angalia mwenzetu Enjo kwa sasa hivi aoni. Ndio alikuwa mwigizaji kabisa mtu mzuri lakini sasa hivi afanye nini? Aone. Ndio vipengele viko kwa vingi. Unaona katika mambo yetu haya ya upande wa huku kwetu, nikisema upande wa huku kwetu namaanisha upande wa Kikongomani. Upande wa Kikongomani kwamba ukiwa una uwezo
au talent yoyote ile ambayo inaweza kukufanya wewe uende mbele, unakutana na vishawishi vingi. Kwa upande wako wewe, tukiachilia mbali familia, labda kuna majirani, wajomba, mashangazi, unaona, tuseme mabinamu, hawajakuingiza katika changamoto yoyote ile? Hata waseme mimi hawezi kanistua. Kwa sababu hawanilishi, hawanivishi. Angekuwa ni mamangu au babangu wanaongea hivyo kitu ningesikia kinanistua akili. Hawanivishi, hawanilishi familia. Hicho kitu hakiwezi kanisumbua. Okay, Jen, ulisema kwamba hawakulishi familia. Wewe ushawahi kuwa na familia? Na familia. Nina mtoto mmoja na nina wadogo zangu wananitegemea. Mamangu yupo hapa. Uko vizuri. Uliwahi kuwa kwenye ndoa au ilikuwaje ukampata mtoto wako? Niliwahi kabisa kuwa kwenye ndoa. Lakini unajua ndoa zina changamoto nyingi. Nikaona kama vimenishinda, nikajikata mdogo kwanza. Ila unategemea utarudi tena? Naweza nikarudi nikiona acha tena nirudi kwenye ndoa, lakini sijui kama naweza tena nikarudi kwenye ndoa kwa sababu nimeshajua mabaya ya ndoa na mazuri ya ndoa, yote nimeshajua. Wakutaka kutuambia kwamba utaisha huyo mmoja, si ndio? Hapana. Mapenzi ya Mwenyezi Mungu sasa haya. Okay, Jen, tuende zetu kwenye films ya Isha. Isha ni director ambaye labda anakuza vipaji. Na kule ulikwenda kukutana na watu ambao hawajawahi kuigiza kabisa, ikiwepo wewe na wengine mlikuwa hamjawahi kujua kuigiza kabisa, lakini akawafanya kuwa wanafunzi na mkafanya vizuri. Kwa hivi mnavyoendelea, unaonaje hapo mbele? Mtakuja kuwa waigizaji, mtatambulika kama wengine au vipi? Maana tutatoboa. Kwa Isha, wampete tu maua yake ule mkaka. Wampe tu maua yake. Maana anajua kwa kuigiza. Hana hata ile hasira mara fanya hivi, hata ukose mara 4 mara 5 tena anakuambia tulie, uangalie disi nitafanya hapa, wewe na utarudia. Maana yule mkaka, wampe tu maua yake ya Mungu. Okay, kuna sisi ambao tunajifanya walokole au tunajiita Wakristo au tunajiita kwamba mimi siwezi kufanya hivyo, naweza nikaenda kinyume na mila yangu au tamaduni yangu hainiruhusu kufanya hivyo. Nakuwa naogopa yani. Nakuwa napenda kwa mbali, nikiwa chumbani kwangu napenda kuigiza. Lakini nikiwa kwa watu hivi najifanya siwezi. Unaniambia nini mimi? Unajua mtu kutaka sema nataka niende kuigiza, jitume kwanza, moyo wako kwanza, usiende mguu nje mguu ndani, hapana. Hukumacho ukisema eti mimi leo naenda kwenye kuigiza, unaenda kwanza kama vile unaenda kwanza kuangalia. Unaambia familia yako kama itakubali unaridhika na maneno ya wazazi, kwa sababu unajua maneno ya wazazi ndio yanapatianaga mtu baraka. Okay, sasa kuna wale wengine ambao wanasema kwamba siwezi kuigiza, muigizaji ni malaya, muigizaji anakuwa ni mkosa adabu. Unalipi la kumwambia? Wakusema waseme tu, kwa sababu hata wakusaje kusema. Wewe unaona hata wewe presenter unaenda unatuoji nini na wakiwa watakwambia sema ule mdada naye sijui nini mambo mengi ameshanatoka na ule boss wake. Mambo yako kusemekana hivyo. Acha tu aseme. Wao watakwambia hivi, atasema na usiku atalala. Usishi kwa sababu ya maneno ya watu, ishi kwa sababu maneno yako na wazazi wako basi. So, kwa yule anayekutazama muda huu kwenye Mastaz TV, unalipi la kumwambia pengine? Mimi nataka tu nimwambie wanazidi kunifuatilia na mimi natafuta support kwa watu wengi. Bado mimi mpya. Sijakweti wa milele na milele bado. Bado kabisa ni chingali wa mpya kwa watu. Maana chingali surprise. Maana tu tuombeane tu Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndo anatujalia sisi wote. Okay, huyu hapa ni bidada aliyefanya vizuri kwenye films ambayo ilikuwa imebeba title ya Chozi la Mnyonge, na unyonge wake ulionekana na ukatambulika kwa dunia. Huyu hapa alibeba maumivu makubwa tena makali sana juu ya maisha yake pamoja na familia ambayo alikuwa ameachiwa na baba yake mzazi pamoja na mama yake mzazi kwenye films. Huyu dada tulimuona kama mgeni kwenye movie, lakini sasa hivi anakuambia kwamba yeye sio mgeni, alishawahi kufanya movie 3 na sasa hivi anajiandaa kufanya movie nyingine. Na huyu dada sio mgeni kivile kwenye mambo ya sanaa, maana alikuwa True Music na sasa hivi yuko Isha Films. Alisema kwamba mshike mkono, tushikamane, twende mmoja baada ya nyingine, mtapenda mambo yake. Nilikusii toka awali kusema kwamba ili wewe kwanza kupata mambo ya Mastaz TV itakubidi subscribe, like na comment kwenye channel yetu ya Mastaz TV. Mimi ni Tunza Amos, nyuma ya kamera ni Isaac Kabaisa. Bye bye.